Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Al-Fatah TV online popote unapotutazama. Leo ni Jumamosi ya tarehe 17 tukiwa katika viunga vya Masjid Jami Zenjibari hapa visiwani Zanzibar. Uwepo wetu hapa ni kuja kuagana na mahujaji ambao wanatarajia kwenda kufanya ibada ya hija katika mji mtakatifu wa Maka. Utafahamu katika nguzo 5 za Uislamu ni kwenda hija kwa mwenye uwezo katika umri mara moja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Wako hapa kwa ajili ya kuweza kupata miongozo mbalimbali, miongozo ya kiafya, lakini masuala ya uhamiaji na namna gani uwanja wa ndege utatumika kwa ajili ya kuweza kuwahudumikia na kwenda katika mji mtukufu wa Maka. Tupate nafasi ya kumsikiliza rais na katibu mtendaji wa Wakfu na Mali ya Amana, Sheikh Abdallah Talibu. Mheshimiwa, jambo hili ni katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa mahujaji wanapotaka kuondoka wanakwenda kumwaga, na hata wanapokwenda pengine katika mambo ya jihadi au wanapokwenda katika safari huwa wanakwenda kumwaga. Kwa hivyo kutekeleza jambo hili ni miongoni mwa kutekeleza mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa upande wangu nitoe shukrani za dhati kabisa kwako kwa miongozo ambayo umekuwa ukiitoa na kufuatilia shughuli za kila siku kwa mahujaji. Tunakushukuru sana kwamba popote pale ambapo tulikuwa tukikwama ulikuwa unatukwamua na unatuongoza vizuri. Panapokuwa na shida, pengine fedha hazipatikani, tukija kwetu tunakuwa tunapata suluhisho na mambo yote yanakaa sawa. Kwa hili, kwa niaba ya taasisi za hija na kwa niaba ya mahujaji tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, shughuli za hija za mwaka huu zilianza kabla hatujarudi hija ya mwaka iliyopita. Takriban pale ndiyo shughuli zilishaanza, na tayari hivi tunavyozungumza tumeshapangiwa tarehe mwezi 4 mfunguo 3 tunakutana na waziri wa hija kwa ajili ya kuanza hija, maandalizi ya hija ya mwakani. Kwa hivyo watu hawajatekeleza ibada ya hija za mwakani itakuwa tayari imeanza, na hii ni kutokana na taratibu ambayo wamekuwa wakitekeleza. Na tulipoanza ibada ya hija tulianza kwa kutakiwa vitu viwili: mahujaji wa Tanzania mtakuja wengapi, na ni nani atashughulikia suala la fedha, kwamba wanahakikisha kwamba mnasema tunakuja watu wengapi, lakini muwalipie kabisa mahujaji hao. Na kwa mwaka huu tulipanga katika mkataba kwamba tutakwenda watu 3600. Hadi tunafikia tarehe ya mwisho, taasisi za Zanzibar zilikuwa zimefanikiwa kulipia mahujaji 2461. Kwa hivyo tulivuka ile idadi ambayo tuliiweka ya mahujaji 2300. Rais wa Zanzibar Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi ameweza kushiriki katika hafla hii ya kuaga mahujaji, na hapa anatoa nasaha zake pamoja na kugusia yale ambayo ameombwa katika risala. Ndugu waumini, mabibi na mabwana, hakika tuna wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwajalia Waislamu wenzetu kila mwaka kwa maelfu hapa nchini kupata fursa hii ya kwenda kuitekeleza ibada ya hija ambayo ni nguzo ya 5 ya Uislamu. Mafundisho ya Uislamu yanatuhimiza juu ya umuhimu wa kwenda kutimiza nguzo hii kwa kila mwenye uwezo, pamoja na fadhila kubwa anazozipata Muislamu kwa kutekeleza ibada ya hija. Hivyo nachukua fursa hii kuwatakia kheri ndugu zetu ambao wamejitoa kwenda kuitekeleza ibada ya hija kwa kuitikia wito wa Mola wetu ili kutafuta radhi zake. Wito wangu kwa mahujaji wetu watarajiwa kuyazingatia maelekezo yote yaliyotolewa ili kuondoa usumbufu
usio wa lazima na kuhakikisha watu wote wanatekeleza ibada ya hija kwa ufanisi unaotarajiwa. Napenda nikuhakikishieni kuwa serikali kupitia kamisheni ya wakfu na mali ya amana itaendelea kufanya kazi kwa karibu na taasisi za kusafirisha mahujaji Zanzibar kupitia UTAHIZA ili kuzipatia ufumbuzi changamoto mbalimbali wanazokabiliana nazo katika kufanikisha shughuli za hija hapa nchini. Labbaik Allahumma labbaik. Ndugu zetu ambao tunaagana nao leo hapa Masjid Jami Zanzibar wanakwenda kuitika wito wa Allah na kwenda kutekeleza ibada ya hija. Ni wajibu kwa kila Muislamu aliofikia umri na mwenye uwezo kutekeleza ibada hii ambao ndugu zetu wanakwenda kuitekeleza, tukiamini kuwa itakuwa ni sehemu pia ya kuweza kuombea taifa letu. Mwenyezi Mungu aendelee kutuneemesha neema ya amani na utulivu. Nikikamilisha taarifa hii kutoka Masjid Jami Zanzibar hapa visiwani Zanzibar, Rashid Salim Mohamed wa Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.